Rais wa Marekani Donald Trump ametoa povu zito kwa wakosoaji wake mbalimbali, wachambuzi na watu ambao wamekuwa wakizungumza masuala ya siasa nchini Marekani, na amesema haya kupitia posti ndefu sana katika Truth Social siku ya kuamkia leo, ambapo amesema, najua kwa nini Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens na Alex Jones wamekuwa wakinipinga kwa miaka mingi, hasa kwa sababu wanaona ni jambo zuri Iran, mfadhili namba 1 wa ugaidi duniani, kuwa na silaha ya nyuklia. Sababu ni moja, wana kitu kimoja kinachofanana, akili ndogo. Ni watu wajinga na wanajua, familia zao zinajua, na kila mtu mwingine anajua pia. Angalia historia yao, angalia rekodi zao. Hawana kile kinachohitajika na hawajawahi kuwa nacho. Wote wameondolewa kwenye televisheni, wamepoteza vipindi vyao, na hata hawaitwi tena kwa sababu hakuna anayejali kuwahusu. Ni watu wenye misimamo mikali, wachochezi, na watasema chochote ili kupata umaarufu wa bei nafuu. Sasa wanafikiri wanapata clicks kwa sababu wana podcast za kiwango cha chini, lakini hakuna anayewazungumzia, na mitazamo yao ni kinyume kabisa na MAGA, na vinginevyo nisingeshinda uchaguzi wa urais kwa kishindo. MAGA inakubaliana nami na hata imeipa CNN kiwango cha kukubalika cha 100% kuhusu Trump. Si wapumbavu kama Tucker Carlson ambaye hakuweza hata kumaliza chuo na alivunjika moyo alipofutwa kazi Fox, na hajawahi kuwa yule yule tena. Labda angepaswa kumuona daktari wa akili mzuri. Au Megyn Kelly aliyeniuliza kwa ukali swali maarufu la Only Rosie O'Donnell, au Candace Owens kichaa ambaye alimshtaki vibaya sana First Lady wa Ufaransa kwa kusema ni mwanaume, jambo ambalo si kweli, na huenda akalipwa fedha nyingi katika kesi inayoendelea. Kwa maoni yangu, First Lady wa Ufaransa ni mwanamke mzuri zaidi kuliko Candace kwa mbali kabisa. Au Alex Jones aliyefilisika, anayesema mambo ya kipumbavu na alipoteza utajiri wake wote kama ilivyopaswa kuwa, kutokana na mashambulizi yake mabaya dhidi ya familia za wahanga wa tukio la ufyatuaji risasi la Sandy Hook, alipodai kwa ujinga kuwa lilikuwa tukio la uongo. Hawa wanaojiita wachambuzi ni watu waliopoteza mwelekeo na watabaki hivyo. Sasa CNN ya habari za uongo, The New York Times inayoshindwa, na vyombo vingine vya habari vya mrengo wa kushoto vimeanza kuwapa sifa kwa mara ya kwanza maishani mwao. Wao sio MAGA, ni watu wanaojaribu tu kujibandika kwenye MAGA. Kama raisi, ningeweza kuwavuta upande wangu wakati wowote, lakini wanapopiga simu siwapigii kwa sababu niko busy na masuala ya dunia na taifa. Baada ya muda wanakuwa wakali, lakini sasa sijali. Nachojali ni kufanya kilicho sahihi kwa nchi yetu. MAGA ni kuhusu kushinda na nguvu katika kutoruhusu Iran kuwa na silaha za nyuklia. MAGA ni kuhusu kuifanya Marekani kuwa kuu tena, na watu hawa hawajui kufanya hivyo, lakini mimi najua, kwa sababu sasa Marekani ndio nchi noma zaidi duniani. Povu hilo amelirepost Candace Owens, na akawa ameandika kwa ufupi sana lakini neno zito, akisema it may be time to put grandpa up in home, kwamba inawezekana ni muda sasa wa kumweka babu nyumbani.